mbele yako ameweka uzima na mauti, ameweka laana na baraka. Chagueni hivi leo. Kwa hiyo una haki ya kuchagua baraka au kuchagua laana. Una haki ya kuchagua uzima au kuchagua mauti. Lakini baada ya kuchagua, nguvu ya kuwezeshwa kukaa kwenye baraka ni ya Mungu mwenyewe. Hauna nguvu ya kushinda nguvu za giza, lakini ipo nguvu ya damu ya Yesu ya kushinda. Ndio maana anasema alituhamisha ili atuingize mahala, na tunapoingia mahala hatuishi tunavyotaka, tunaishi sawasawa na ule ufalme. Alituhamisha kwenye nguvu za giza akatuingiza kwenye ufalme wake. Lazima ufahamu, nikiwa kwenye ufalme wa Mungu natakiwa nifanye nini? Natakiwa niishije kwenye ufalme wa Mungu? Natakiwa niwe nani katika ufalme wa Mungu, ili ule ufalme uendelee kukuhudumia na ukulinda na ukupigania. Lazima ufanane na huo ufalme. Wengi tunapenda damu ya Yesu, lakini hatujafikia viwango vya damu ya Yesu. Lazima ufahamu kwenye ufalme wanakaa watu gani, na kwenye ufalme unapokea watu gani. Ni kweli tumehamishwa, lakini tunaingizwa kwenye ufalme wake. Hatukuhamishwa tufanye utashi wetu. Hatukuhamishwa tufanye matakwa yetu. Tumehamishwa tuingizwe kwenye ufalme wake. Kwa hiyo kiwango cha kuwekwa huru ni kiwango cha kukaa kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Unataka ushinde nguvu za giza, lazima ukubali kukaa kwenye ufalme wa Mungu. Na mtu anayekaa kwenye ufalme wa Mungu afanye anachotaka. Mtu anayetawaliwa na ufalme yuko chini ya mamlaka ya ufalme. Kumbuka mwaka huu unavyoitwa, ukikubali na kutii utakula mema ya nini? Sio tu utakula mema ya nchi. Mema ya nchi yanatokana na mtu aliyekubali kutii. Kwa hiyo Mungu hatakupa mema kama hautapokea roho ya utii. Sasa damu ya Yesu haina namna ya kukusaidia kama hujaibeba neema iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Neema ya kwanza iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo ilikuwa ni roho ya unyenyekevu, ambayo inawashinda watu wengi, ingawa wanapata nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu hazimsaidii kila mtu, zinamsaidia aliye na roho ya unyenyekevu. Huwapa neema wanyenyekevu, huwapinga wenye kiburi. Angalia kitabu cha Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa 5. Maandiko yanasema, ndio, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, muwe na nia kama ya Kristo aliyokuwa nayo, iliyokuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo, kwa lugha nyingine, mfanane Kristo, fanana Kristo alivyokuwa. Mkawe na nia hiyo hiyo aliyokuwa nayo Kristo. Kwa hiyo kama hujapokea nia aliyokuwa nayo Kristo, hauwezi ukapokea damu ya Yesu ikawa msaada kwako. Damu ya Yesu haiwi msaada kwa sababu unaomba. Damu ya Yesu haikusaidii kwa sababu umeinua mikono mbinguni. Damu ya Yesu inakusaidia unapokuwa na nia kama ya Kristo. Nia ipi aliyokuwa nayo Kristo? Nia ya kwanza ni unyenyekevu. Anasema sura 6, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye akuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Nataka uangalie kiwango hiki cha Yesu Kristo. Anasema hapo mwanzo yeye alikuwa ni Mungu, alikuwa anafanana na Mungu. Lakini alipofika wakati wa kutumwa na baba yake, akuona kuwa kama Mungu ni kitu cha maana. Aliona utii ni kitu cha maana kuliko kuwa kama Mungu. Na watu wananielewa? Haleluya. Maana yake alipoteza nafasi yake. Alipoteza cheo chake. Alipoteza mahali anapostahili kuwepo. Lakini asikie kuitwa, asikie kutumwa, asikie kunyenyekea. Mungu huwapa neema wanyenyekevu, huwapinga wenye kiburi. Unatakiwa uelewe, Yesu alikuwa kama Mungu, lakini hakuona ni kitu cha maana. Hakuna kitu kilicho cha maana kwenye maisha yako zaidi ya kunyenyekea mbele za Mungu. Ni kweli kuna namna ulivyo, ni kweli kuna elimu unayo, ni kweli kuna familia unatoka, ni kweli kuna biashara unayo, ni kweli kuna pesa unayo, lakini si kitu cha maana kwako. Yesu akuona kufanana Mungu au kuwa kama Mungu ni kitu cha maana. Usije kumwabudu Mungu kulinganisha na namna ulivyo. Unapofika mbele za Mungu, wewe si kitu kwako. Usichanganye na hali yako ya maisha na hali yako ya kusoma na elimu au kazi ulionayo au cheo au ofisi unayofanya kazi na ibada.
Ibada ni tofauti na chochote. Ibada hailinganishwi na chochote, kwa sababu unaimwabudu ni zaidi ya kile ulicho nacho, unaimtukuza ni zaidi ya kile ulicho nacho. Hicho unacho zaidi ya hao wanadamu ulionao, lakini si zaidi ya Mungu unaimwabudu. Lazima watambue kwamba kuna mahala upo. Hata huo umekuja na mtu ni ndugu yako, ajue kwamba ukiwa mbele za Mungu hauna mchezo na Mungu wako. Mungu anabariki mawazo yaliyo ndani yako. Yes. Katika hali ya kuwaza ndipo Mungu anapotokea. Mungu anajua unachokiogopa kwenye mawazo yako. Mungu anajua unachokiheshimu kwenye mawazo yako. Yes. Unaweza ukawa umeinua mikono lakini ukiheshimu bado watu. Yes. Sikiliza, Mungu si kama mwanadamu tunavyoonana. Mungu ni zaidi tunavyokuona wewe. Mungu anaona unachowaza ambacho mwingine hawezi ukiona. Kwa hiyo usije ukainua mikono ukasema inatosha ibada. Mungu anachungulia na moyo unawaza nini kwenye ibada. Yes. Mungu anaangalia na mawazo ya ndani yanafikiri nini juu ya ibada. Yes. Mungu anaangalia na ukuu unaomwinulia ndani wakati wa ibada. Unaweza kuwa umeinua mikono, unaweza kuwa katikati ya ibada, lakini moyo wako hauko kwenye ibada. Oh yes. Yesu alivyofanana nje ndivyo alivyofanana ndani. Mungu akupe hiyo neema. Mungu akupe hiyo neema.